Kwa majina naitwa Cassian Rwechungura, ni muhifadhi katika kituo cha kihistoria cha magofu ya Tongoni. Ninapenda kukaribisha sana katika kituo chetu cha kihistoria. Ni eneo muhimu sana kwenye historia ya nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu linaelezea ya biashara ya kale iliyofanyika takriban miaka 700 iliyopita kuanzia karne ya 14. Kama unavyoona magofu haya ambayo yapo nyuma yangu, ni eneo ambalo lilikuwa la kibiashara, na biashara hii ilikuwa kati ya watu wa Waswahili ambao walikuwa wanapatikana hapa Tongoni, na kwa kipindi hicho eneo la Tongoni lilikuwa linaitwa Mtangata, na kukawa kuna huu muingiliano sasa wa kibiashara kati ya Waswahili waliokuwa wanapatikana hapa Mtangata ambao kwa leo linaitwa Tongoni, na wageni kutoka Mashariki ya Kati, hususan katika nchi ya Irani na nchi ambazo zipo katika Mashariki ya Kati. Na walikuja hapa kwa lengo kubwa ni kufanya biashara. Na walipokuja kufanya biashara hapa, kuna bidhaa ambazo walileta. Kwa mfano walileta bidhaa za nguo ambazo zimetengenezwa kwa pamba nzuri kabisa, walituletea vyombo vya udongo na bidhaa nyingine nyingi ambazo walizileta. Na kutoka kwetu huku Tongoni hapa, ambao kwa kipindi hicho ilikuwa inaitwa Mtangata, walichukua bidhaa mbalimbali kama pembe za ndovu, dhahabu na bidhaa nyingi sana ambazo zilikuwa zinapatikana hapa. Na hichi kilikuwa ni kituo kikubwa cha kibiashara, na wageni wetu hawa walikuwa wanakuja kwa teknolojia ya baharini ambao kitaalamu inaitwa monsoon wind. Kwa kipindi hicho maendeleo ya usafirishaji yalikuwa hayaendelea kama yalivyo leo, lakini kipindi hicho walikuwa wanategemea hasa hususan kwenye bahari, na ambao ulikuwa kuna upepo ambao ni wa kaskazi. Walikuwa wanakuja kwenye kipindi cha kaskazi, upepo ambao unatoka unapuliza kutoka pwani ya Mashariki ya Kati kuja kwenye pwani ya Afrika Mashariki. Wakawa wanakuja kwenye kipindi hicho. Lakini sambamba na hilo, wakati wanakuja mahali hapo, walikuta hapa kulikuwa kuna wenyeji wa Waswahili na walikuwa wanaendelea na maisha yao kabisa. Na wenyeji ambao walikuwepo mahali hapo walikuwa wana imani zao za jadi, hao wazazi wetu na mababu zetu. Lakini hao wageni kwa kuwa walikuwa ni wenye imani ya dini ya Kiislamu, pamoja na biashara walieneza imani ya dini ya Kiislamu katika mwambao huu wa Afrika Mashariki, ikiwa pamoja na eneo letu la Tongoni. Na ni eneo muhimu sana ambalo tunapata historia kwamba linatuonyesha kwamba kama nchi yetu ya Tanzania imepitia vipindi mbalimbali ambavyo imepitia, na kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza kujifunza. Na katika magofu haya ya Tongoni tunapenda sana kuwakaribisha watu. Tunapokea wanafunzi hapa, tunawafundisha historia ya Tanzania, tunawafundisha utamaduni ambao unapatikana Tanzania kuanzia kipindi hicho mpaka sasa hivi. Lakini tunapokea pia na wageni wa ndani ya nchi lakini na nje ya nchi ambao pia wanakuja hapo kwa ajili ya kupata historia ambayo ni adhimu sana, hususan kwenye utamaduni wa lugha ya Kiswahili. Kwa mfano kwenye swala la lugha ya Kiswahili, kwa hapa tu kwa kifupi tu, kwamba lugha ya Kiswahili kabla tujawa na Kiswahili sanifu tulikuwa tuna Kiswahili cha Kirahaja, na Rahaja ambayo ilikuwa inazungumzwa hapa ilikuwa ni Rahaja ya Kimtangata kama eneo ambalo lilikuwa linazungumzwa hapa. Kwa hiyo ukija hapa pia utapata historia muhimu sana ya lugha yetu ya Kiswahili. Kabla hatujaanza kuongea Kiswahili sanifu ambao tunaongea leo kama hichi ninachozungumza hapa, tulikuwa Kiswahili cha Kirahaja hapa ya Kimtangata ilikuwa inaelezea hapa. Kwa hiyo mtu ambao ukija hapa katika magofu ya Tongoni utajifunza kwenye historia nzuri sana ya Kiswahili chetu, lugha yetu ambayo ni adhimu sana, ambayo imepaa sana si Tanzania tu, Afrika Mashariki mpaka nchi za nje inatambulika sana lugha yetu ya Kiswahili. Lakini si hivyo tu, hapa eneo hili la Mtangata au Tongoni lilitembelewa na msafiri maarufu sana wa Kireno ambaye anaitwa Vasco da Gama. Alipita hapa mwaka wa mnamo 1498 na alifika hapa na alikaribishwa vizuri sana, kwa sababu wenyeji wa mahali hapa walimkarimu vizuri sana. Kwa hiyo ukija hapa utapata na historia ya Vasco da Gama ambao ni mgeni kutoka Ureno, na anatambulika sana dunia nzima, amepita sehemu nyingi katika historia ya dunia anatambulika. Lakini pia utapata historia kuhusiana na utawala wa Kijerumani na utawala wa Kiingereza, kwa sababu hapa pia kwa kipindi cha Muingereza
Mwingereza alijenga mahakama katika eneo letu la Tongoni, ambao lilikuwa ni sehemu ya eneo lake moja la utawala. Kwa ukija hapa pia utapata historia nzuri ya kipindi cha Mjerumani na kipindi cha Mwingereza. Hayo ni mambo tu mafupi sana, ndugu msikilizaji wangu. Ninapenda kukukaribisha sana. Ukija hapo kuna mambo mazuri sana, tutakupeleka ufukweni. Kuna mambo mengi sana na mazuri ambayo ukija utajifunza na hautajutia kuja mahali hapo. Kuna vitu vizuri sana ambavyo tumejipanga kukuhudumia. Karibuni sana. Pokea wageni wa aina mbalimbali. Tunapokea wageni wenyeji kwa maana ya wazao, kwa maana wa Tanzania, lakini tunapokea pia na wageni ambao wanatoka nchi za nje. Kwa hiyo kwa mwaka tunapokea wageni wengi hao ambao wanakuja kwa ajili ya utalii, lakini kuna wageni wengine ambao tunawapokea kwa ajili ya mafunzo, kwa mfano kama wanafunzi. Kuna wageni ambao tunawapokea ambao wenyewe wanakuja kwa ajili ya kufanya utafiti, kwa sababu historia ambayo ipo mahali hapa ni kubwa sana. Si kwamba tafiti ambazo zimekwisha kufanyika kwamba ndio zimetosha. Bado kuna maprofesa na madokta wa chuo kikuu wanakuja mahali hapo, wanakuja na wanafunzi wao, wanafanya hapa, wanafanya field research ambayo inaendelea kuvumbua ile historia nzuri na adhimu ya magofu yetu na eneo letu la Tongoni. Kwa hiyo kimsingi tunapata wageni wengi kwa mwaka. Kwa upande wa viingilio, kwa wanafunzi, viingilio vyetu kwa sasa, mwanafunzi ni shilingi 1000, na mtu mzima Mtanzania au mtu ambaye anatokea Afrika Mashariki ni shilingi 2000. Kwa mtu ambaye si mzawa lakini ni mkazi, kwa sababu kuna wengine ambao nakuta si wazawa wa Tanzania lakini ni wakazi, hao wanalipia shilingi 5000. Kwa mgeni wa nje ni shilingi 10000. Ni gharama ambazo zinaweza kabisa mtu anaweza akapata ukilinganisha na kile ambacho, na hizo ni kwenye swala tu la mambo ya uhifadhi na nini, lakini kitu anachokipata mgeni kimsingi ni kikubwa kuliko ile gharama ambayo anaitoa. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha sana wageni wangu na watalii ambao mnapenda kutembelea katika magofu ya Tongoni.